Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto akiwa katika kituo cha dawati la jinsia kituo cha Bububu Polisi. Lengo ni kujua matukio kama ya udhalilishaji, ukatili na mengineyo ambayo yameripotiwa katika kituo hicho. Katika ziara hiyo, naibu amebainisha kuwa yapo matatizo yanayokuwa makubwa zaidi kutokana na familia nyingi kutokuwa tayari kwa ushahidi, kitu ambacho kinateza nguvu juhudi za wizara na wadau wote wanaohusika na kesi hizo. Aidha, naibu ameahidi kujitoa mbele kwenye kila kesi ili kuona kama serikali kuona ni namna gani kesi zinapungua na wahusika kutiwa kwenye mikono ya kisheria. Hii tupo kwenye ziara zetu za kikazi, tupo kwenye kituo cha polisi Bububu kuangalia kwenye dawati letu la jinsia, ambapo tumekuja hapa kufuatilia mwenendo wa matukio mbalimbali yaliyoripotiwa ya udhalilishaji kwa wanawake na watoto na masuala mazima ya kijinsia. Na kwa kweli tumeona yapo matukio mengi sana ambao matukio haya yameripotiwa kwa tarehe na nyakati tofauti. Mengi yao yalikuwa yakiwagusa watoto, ambao kuna matokeo moja kwa moja ya ukatili, kuna matokeo moja kwa moja ya udhalilishaji, kuna matokeo moja kwa moja ya liwati ambayo yamewakuta watoto mbalimbali waliomo kwenye maeneo wanaotumia kituo hiki cha polisi Bububu. Imeonekana kwamba changamoto zaidi ni mashirikiano duni walionayo wazazi katika kuhakikisha basi kesi hizi kuzitolea ushahidi wa moja kwa moja kwenda kwenye vyombo vya maamuzi. Lakini pia changamoto nyingine zilizojitokeza, hata watuhumiwa wa kesi hizi wapo saiti kwa sababu tu pengine ya masuala ya kisheria, pengine mtuhumiwa baada ya kuchukuliwa dhamana yupo uraiani, lakini changamoto ni kwamba mtuhumia pengine atoa maneno ya jeuri, kiburi, ufedhuli kwa wale ambao kwa wahanga au kwa familia ambao walifanyia yale matukio. Kwa hiyo kwa yote na haya, lengo letu basi ni kuhakikisha tuendalinda jamii yetu, lakini pia tuwatunza watoto wetu, lakini pia tuwasaidia wanawake, kwa sababu tunachoamini kwamba mwanamume yupo kwa kumsimamia mwanamke, lakini na mwanamke yupo kwa ajili ya mwanamume. Sote ni watu ambao tutategemeana. Ipo haja ya kushirikiana kuhakikisha vitendo hivi tutavitokomeza. Ni kilio na ni janga kubwa la taifa, kwa sababu kesi hizi kila siku uchao za pamba moto na hazipungui. Watoto chini ya umri wa miaka 18 ndio wahanga wakubwa, lakini kilio zaidi ni watoto kuanzia miaka 14 hadi miaka 3. Wameonekana kwamba wapo kwenye mazingira hatarishi kwa sasa, hata kukaa na familia zao. Changamoto nyingine ni kwamba wafanyaji 70% hapa ni watu walio karibu na familia. Ni watu ambao aidha jirani, mababa, watuhumiwa wengine ni baba wa kambo, mababu, watuhumiwa majirani, wapangaji wa nyumba. Yaani ni watu wa karibu. Hakikisha mpangaji unayempa nyumba yako kupanga naye ni nani na tabia zake zikoje. Kwa makini kufuatilia utaratibu na maisha mazima ya watoto wako wakati ndani mkiwa mna wageni wapangaji. Lakini tusiamini moja kwa moja makaka, wajomba, wababa, wanaume wetu, kuamini moja kwa moja tukawaachia kama wao pia ni sehemu au ni watunza familia, na tukawaamini bila kufanya uchunguzi na ufuatiliaji wa kina. Kesi hizi kwa kawaida zina muhali mkubwa. Ni waombe jamii, muhali hautatuletea nafasi. Ni wakati sasa wa kupambana. Matokeo haya yakiendelea kuathiri kizazi chetu kila uchao, sifikirii kama tutakuwa na taifa bora, taifa madhubuti. Watoto wote hao niliowataja hapa miongoni mwa wote wasoma shule, lakini tuangalie mustakabali wao wa ndoto zao kufikiwa kwake. Sifikirii kwamba mtoto aliyedhalilishwa akaendelea kuishi kwenye jamii leo na changamoto udhalilishaji, alafu akaendelea kufikia ndoto zake ambazo alijipangia. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii kuhakikisha tutashirikiana na vyombo vinavyotoa maamuzi kutoa ushahidi, lakini na si kwa kesi zote ambazo wazazi watakuwa wapo tayari na familia itakuwa ipo tayari na muhanga atakuwa yupo tayari kutoa ushahidi. Tupo tayari kuhakikisha tunamsindikiza bega kwa bega, tupo naye mpaka kuhakikisha finali au kuhakikisha mwisho wa jambo lake kufikiwa maamuzi.